Karibu katika PMTV habari, mimi naitwa Juma Idi Bangla. Jeshi la polisi mkoa wa Mwanza linamshikilia na linaendelea kumhoji Loveness Daniel Kisile, umri wa miaka 30, mkazi wa mtaa Temeke, kata ya Muhando, wilaya ya Nyamagana, kwa tuhuma za kutoa taarifa za uongo kwa mume wake na ndugu zake kuwa ametekwa na watu watatu wa jinsia ya kiume wakitaka fedha ili wasimdhuru na kuondoa ujauzito wake, taarifa ambazo sio za kweli na zilipelekea kuuzua taharuki kwa mume wake, wakwe zake pamoja na jamii kwa ujumla. Tukio hilo limetokea tarehe 24 mwezi wa 9 2025 majira saa 5:30 usiku huko mtaa wa Temeke, kata ya Muhando, wilaya ya Nyamagana, ambapo mtuhumiwa Loveness Daniel Kisile alitoa taarifa ya uongo kwa kumpigia simu mume wake aitwaye Hosea Joeli Lusigwa kwamba ametekwa na watu watatu wa jinsia ya kiume waliokuwa wakitumia usafiri wa pikipiki na gari ambazo namba zake za usajili hakuweza kuzitambua, na akidai kwamba watu hao walimkamata kwa nguvu na kumvalisha mfuko wa salfeti usoni kwa lengo la kutowatambua kisha kumpeleka kusikojulikana. Taarifa hizo ziliripotiwa kituo cha polisi cha Nyakato na mumewe wa mtuhumiwa akidai mke wake ametekwa na watu wasiojulikana, na watekaji hao wametaka watumiwe fedha kiasi cha shilingi milioni 10, na wasipotumiwa watamchoma mke wake sindano ya kutoa mimba, na baadaye muda mfupi alimjulisha mume wake kuwa mimba hiyo imetolewa na watoto wake mapacha watatu wamefariki, na kumsisitiza kuwa atume kiasi hicho cha fedha ili aachiliwe huru. Upelelezi kuhusiana na tukio hilo ulianza mara moja, ambapo ilipofika majira ya saa 10 alfajiri ya tarehe 25 mwezi wa 9 2025, askari walifanikiwa kumkamata Loveness Daniel Kisile aliyekuwa anadai kwamba ametekwa akiwa salama na nguo zake akiwa amezichana yeye mwenyewe huko mtaa wa Meko, kata ya Buzuruga, wilaya ya Ilemela. Baada ya mahojiano ya awali, mtuhumiwa alikiri kutoa taarifa za uongo za kutekwa na kutolewa mimba kama alivyokuwa amezitoa awali. Aidha, mtuhumiwa alipelekwa hospitali kwa uchunguzi wa kitabibu na kuthibitika kwamba hakuwa na hajawahi kupata ujauzito. Kutokana na maelezo hayo, mtuhumiwa alihojiwa tena kwa kina juu ya taarifa za kutekwa kama alivyowapatia wakwe pamoja na mume wake, ambapo aliendelea kukanusha kuwa taarifa hizo ni za uongo na hazina ukweli wowote, kwa maelezo kuwa amefanya hivyo ili kumdanganya mume wake na wakwe zake ili waendelee kumwamini na waweze kutoa mahali nyumbani kwao na pesa alizokuwa anadai zitumwe alikuwa anazihitaji kwa manufaa yake mwenyewe. Jeshi la polisi linatoa onyo kali kwa wananchi kuacha kutoa taarifa za uongo kuhusiana na matukio ya uhalifu, hasa yanayohusisha vitendo vya kihalifu vya kutekwa, kudhulumiwa au kufanyiwa ukatili kwa lengo la kuficha ukweli au kujipatia huduma na msaada wa kifedha kutoka kwa watu mbalimbali, kwani matukio hayo yanaleta hofu na taharuki zisizo za msingi katika jamii. Jeshi la polisi mkoa wa Mwanza halitasita kuchukua hatua kali za kisheria kwa yeyote atakayebainika kufanya vitendo hivyo. Taarifa hii imetolewa na kamanda wa polisi mkoa wa Mwanza. Na hii ni PMTV habari, mimi naitwa Juma Idi Bangla, mpaka wakati mwingine, kwa heri.